Natumai tuko salama siku ya leo ya Jumatatu. Tumeitana hapa japo umekuwa ni mwito wa haraka haraka, lakini tunayo matangazo yetu ambayo tumekusudia kuwatangazia ili kuepusha maswali ya mwandishi mmoja mmoja na kuepusha maswali ya wanasimba kuelekea katika matukio yetu makubwa mawili ambayo yako mbele yetu. Tangazo la kwanza ama taarifa ya kwanza ambayo tungependa kushare nanyi ndugu zetu waandishi wa habari, taarifa wafikie wanasimba, ni kuhusiana na mwendelezo wa ligi kuu ya NBC, ambapo tuko hapa kutangaza ya kwamba mechi zetu za ligi kuu ya NBC tutatumia uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, ndio utakuwa uwanja wetu wa nyumbani. Taarifa ya awali ilikuwa tutumie uwanja wa Uhuru Dar es Salaam, lakini rasmi hivi sasa niko hapa kuwatangazia wanasimba ya kwamba mechi zetu zote za ligi kuu kuanzia sasa tutatumia uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, uwanja ambao tuliutumia vema msimu uliopita na ni uwanja ambao umekuwa chachu ya mafanikio kwa upande wetu wa Simba Sports Club. Ni ngome yetu ya mafanikio ama ngome yetu ya ushindi, na kwa mantiki hiyo basi tukasema msimu huu turejee tena katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo tukiutumia kama uwanja wetu wa nyumbani. Tuchukue nafasi hii kwa shukuru wamiliki wa uwanja huo JKT Tanzania kwa kuturuhusu na kukubali na sisi kuwa sehemu ya wenyeji wa uwanja huo katika michezo yetu ya ligi kuu. Kwa mantiki hiyo basi tutaanza rasmi kutumia uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo kuanzia mchezo wetu wa kwanza wa ligi kuu ya NBC tukiwa nyumbani, ambapo itakuwa ni raundi ya 4 ya ligi hiyo, na mechi yetu hiyo itakuwa ni dhidi ya Ghost Wakaya Coastal Union, mchezo ambao utapigwa tarehe 27 ya mwezi huu wa 8 mwaka 2026. Kuelekea katika mchezo huo tumewiwa kutangaza viingilio mapema ili kuwapa nafasi watu kuweza kununua tiketi. Kumekuwa na changamoto ya kimaeneo ya mfumo mpya wa ununuaji wa tiketi, ambapo kwa sasa ununuaji wa tiketi unanunuliwa ama tiketi zinanunuliwa kupitia mitandao ya simu ya mkononi. Maana ukiwa na simu yako ya mkononi unaingia kwenye system ambayo inasimamiwa na bodi ya ligi, unakwenda unanunua tiketi yako. Kwa mashabiki wa Simba hasa wa nyumbani, hili kwao linakuwa ni zoezi geni, kwa sababu mechi ya kwanza kutumika mfumo huu ilikuwa ni pale visiwani Zanzibar kwenye mechi ya ngao ya jamii. Tunajalia kwamba si mashabiki wengi ambao wa Simba waliweza kupractice mfumo huu. Baada hapo tumecheza mechi 3 za ugenini ambazo tunaamini ni mashabiki wachache sana kutoka Dar es Salaam ndio ambao wameweza kutumia mfumo huu. Mechi yetu ya tarehe 27 ndio ambapo mashabiki wengi zaidi wa Simba kwa wakati mmoja watakwenda kukutana na mfumo mpya wa ununuaji wa tiketi za kuingia uwanjani. Ni mfumo mzuri, ni mfumo rahisi, lakini kwa kuwa ni mpya tunahitaji kuendelea kuupigia kelele na kuuzungumzia ili watu waweze kuelewa. Kwa nini ni mfumo rahisi? Huna haja tena ya kutafuta kituo kinachouza tiketi. Huna haja tena ya kwenda kwa wakala anayeuza tiketi. Huna haja ya kufunga safari kutoka Magomeni ukaenda Kariakoo kwa Lampard kwenda kununua tiketi. Huna sababu hiyo tena. Una simu yako mkononi kitandani, hapo hapo unanunua tiketi yako, unakuwa umemaliza. Changamoto kubwa ni kwa wale watu ambao hawana simu janja, hawana smartphone. Mtu ana kiswaswadu chake, anaweza akafanyaje? Kama hauna smartphone, unachoweza kufanya ni kumuomba mtu akununulie tiketi yako hiyo, kwa sababu mtu mmoja ana uwezo wa kununua mpaka tiketi 5.
Kwa hiyo kama huna simu kubwa, huna simu janja, huna smartphone, mtafute mtu unayemwamini, mpe kiingilio chako, akununulie tiketi yako. Baada ya hapo uweze kuingia uwanjani. Na kama mtu akikununulia, maana yake kwa kuwa wewe huna simu kubwa, kuingia kwako uwanjani ni lazima uambatane naye. Ukifika pale getini, ana scan ile tiketi yake iko valid, unaruhusiwa, unaingia uwanjani. Niwaombe mashabiki wa Simba tusitumie muda mwingi kulalamikia mfumo huu. Kwanza ni teknolojia, na dunia inahama kwa kasi kwenda kwenye teknolojia. Siku hizi watu hatupangi tena foleni ya kwenda kulipia luku. Siku hizi unanunua tu kwenye mtandao wa simu, maisha yanakuwa ni gwede. Siku hizi hatupangi tena foleni kwenda kwa wakala, sijui kulipia kingamuzi, si kufanyaje, unalipia mwenyewe kwenye simu yako ya mkononi. Kwa dunia imeshahama huko kwenye mafoleni na mavitu kama hivyo. Unaweza ukakidhi haja zako mwenyewe kwa kutumia simu yako ya mkononi. Kwa hiyo badala ya kushambulia na kulalamika, ni vema tukatumia muda huu namna gani ya kujifunza kutumia mfumo huu ili iweze kuwa rahisi kwetu. Kuelekea katika mechi yetu dhidi ya Wagosi wa Kaya Coastal Union tarehe 27 ya mwezi wa 8, viingilio katika mchezo wetu itakuwa ni shilingi 5,000 mzunguko na shilingi 10,000 kwa VIPA. Tunafahamu Meja Jenerali Samuyo ni uwanja ambao uko mbali kidogo na maeneo mengine huku ya Dar es Salaam, lakini hatuna budi wanasimba kuupokea uwanja huo, na kumbuka hii ni sehemu salama zaidi kwa Simba Sports Club. Msimu uliopita tumeutumia uwanja ule, hatujapoteza hata mchezo mmoja kwa maana ya kufungwa, ukiachilia mbali sare 2 ambazo tulizipata, moja na Mtibwa na nyingine na kwenye dabi sare bao 2-2. Kwa hiyo ni sehemu salama kweli kwa upande wetu, na kwa mantiki hiyo mashabiki wa Simba hatuna budi kuupokea uwanja huu na kujitokeza kwa wingi pale ambapo mnyama anakuwa anacheza. Kwa hayo ndiyo ambayo yanahusiana na ligi kuu ya NBC. Na kikosi kimerejea jana kutoka Singida, ambapo tulikuwa na mchezo dhidi ya Singida na tukapata ushindi wa magoli 2-1. Tumerejea jana na hii leo kikosi kimeendelea tena na programu ya mazoezi na maandalizi kuelekea katika mchezo huo. Ukiangalia tarehe ya leo 24 kuelekea kwenye tarehe 27 ni siku 3 tu. Kwa hiyo hakuna muda wa kupumzika. Vijana wamesharejea katika uwanja wa mazoezi kwa ajili ya kuanza maandalizi kabambe kuelekea katika mchezo wetu dhidi ya Coastal Union. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi.